Shirika la kutetea haki za kibinadamu KNCHCR linashinikiza serikali kuachilia pesa za kuwafidia waathiriwa wa maandamano. Kamishna wa shirika hilo Profesa Marion Mutugi amesema kuwa wametoa majina na ripoti hitajika kwa serikali, ila bado hazina ya kitaifa haijaachilia mgao huo. Waathiriwa hao pia wameitaka serikali kushughulikia swala hilo kwani umekawia kwa muda sasa. Waathiriwa hao pia wametaka walohusika kuwadhulumu kuchukuliwa hatua kali za kisheria. Katika hii forum tuko, mimi naitwa leo. We have petitioned the government to give us the funds and we are waiting. We have not gotten money from the central government for this job. And compensation, kulipa watu is not our role. I repeat, kuwapatia watu pesa is not our role. That is the work of the central government. Lakini the complaints, verifying, tuandika list ambao tunajua ya kweli tumeona hawa watu walidhulumiwa au wapendwa wao walifariki, we have given the president that list. Tusifikiri ya kwamba ati mtu ambaye alidhulumu, kama ni polisi, kama ni nani ambaye alidhulumu mwingine, ati kama hiyo compensation imefanywa na reparation hatapelekwa kotini. These are two different processes and they must continue. My brother died during the last month demonstrations concerning the level 4 hospital in Isiara. For one, the Kenya Human Rights Commission kufika hapa kwa leo ni mzuri kwa sababu kuongea na familia na the community and the members of the public na disseminate information what is going on inasaidia, kwa sababu watu wanajua what is happening na inatoa ile misinformation. Vile tumeona zile pesa wanayudhi wetu walikuwa wameahidiwa hawakulipwa. Ningionelea ni vizuri serikali ione ni vizuri walipe hawa watoto wetu. Ninaogopa sababu hata vijana wetu wakiwa wanatokea kwa barabara pia tuko na hofu sisi nyumbani kama wazazi. I've attended several meetings in Nairobi and they've been successful. But you know, we always say action speaks louder than words. We need actions now. Tumechoka kuenda meetings. How many meetings are we gonna attend? You know, and they are not bearing any fruits. So let the Kenya Human Rights continue pushing for the compensation of all the abduction survivors, all the extrajudicial killings victims, and everyone who suffered under the atrocities of this government.